Ili uweze kupata mafanikio katika maisha yako, ni lazima vibrations zako za ndani ziwe juu muda wote. Na unatakiwa kufanya nini sasa ili hizi vibrations ziweze kuwa juu muda wote? Kitu cha kwanza, hutakiwi kushikilia negative energy yoyote ile ndani ya mwili wako. Negative energy ni pamoja na hasira, chuki, vinyongo, laana na vifungo vyote vya kichawi. Hivi ni vitu ambavyo vinakwenda kuharibu nguvu iliyopo ndani ya mwili wako. Siku zote huwa ninawaambia, ili uweze kupata mafanikio katika haya yote ambayo ninayafundisha, ni lazima uwe na vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni kuamini katika nguvu za ulimwengu. Kitu cha pili ni kuamini katika nguvu zilizopo ndani yako, ambapo ndizo hizi vibrations. Na kitu cha tatu ni kuamini kwamba jambo lolote lile unalolifanya linakwenda kukuletea matokeo mazuri. Sasa mimi leo nataka ni deal na hii namba 2, hizi vibrations zako za mwili. Vibrations zikiwa chini, ndugu yangu, hakuna kitu ambacho unaweza kufanya ukafanikiwa. Sasa nataka nikuelekeze namna ya kufungua vifungo ambavyo vimefunga hizo vibrations zako za ndani. Inaweza ikawa ni vifungo vya laana. Kuna watu wamebebelea laana za ukoo. Yaani mtu anatembea na laana za ukoo na zinatafuna mpaka na kizazi chake. Sasa leo nataka nikufundishe namna ya kuzifungua. Kuna mtu amebebelea nguvu za kichawi. Unakuta nguvu za kichawi zimemfunga. Hakuna jambo ambalo anaweza kufanya likafanikiwa. Kuna mtu amebebelea nguvu mbaya ambazo amezitengeneza yeye mwenyewe. Unakuta mtu ameshikilia machungu, chuki, hasira, kutokusamehe. Sasa hivi vyote ni vifungo. Ndio pale mtu unaambiwa kwamba mchawi wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Yaani unakuta wewe mwenyewe ndio umeifunga nyota yako. Sasa kuna mbinu za kufanya ili uweze kuachilia hivyo vifungo vyote vilivyopo ndani ya mwili wako. Nifuatilie kwa makini sana kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Ili uweze kuwa mwanafamilia kamili wa channel hii, hakikisha una subscribe ili usije kupitwa na video zangu nyingine ninazotoa. Karibu sana. Hapa kama unavyoweza kuona, hivi ni vifaa vyangu ambavyo tayari nimeviandaa. Ambapo kuna yai, hili ni yai la kienyeji. Yai huwa linasaidia sana kuondoa mateso ya mwili na kuponya akili zetu, mwili na nafsi kwa njia ya kusafisha na kumaliza negative energy zilizopo ndani ya mwili wako. Na ndio maana katika masomo mengi ya kuondoa negative energy iliyopo ndani ya mwili, huwa ninashauri sana kutumia yai. Yai lina nguvu kubwa sana. Na pia huu ni mshumaa mweupe kama unavyoweza kuona. Na tuna kipande cha nguo cheupe. Unaweza kutumia kipande cha nguo chochote kile. Unaweza kuchana shuka, unaweza kuchana nguo yako au handkerchief, ili mradi iwe na rangi nyeupe. Na haya ni maji ya kawaida kabisa ambayo yapo katika bakuli. Maji haya unaweza ukayaweka katika chombo chochote kile. Unaweza kaweka kwenye sufuria, kwenye bakuli kama hivi mimi nilivyofanya, vyovyote vile. Lakini hakikisha ni maji masafi. Usije ukatumia maji machafu. Na hili hapa ni limao pamoja na kisu. Limao unaweza kununua popote pale linapopatikana. Kama ukikosa limao unaweza kutumia ndimu. Na hii hapa ni glass kama unavyoweza kuiona. Hakikisha unatumia glasi ambayo haina rangi nyingine ya aina yoyote ile. Iwe kama hii hapa ya kwangu. Inaweza ikawa ya kioo au ya plastiki. Na hii hapa ni chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe unaweza kuipata sokoni au unaweza kuipata katika maduka ya dawa za asili. Ninashauri jitahidi sana upate chumvi ya mawe, kwa sababu chumvi ya mawe ndio ambayo huwa inaleta matokeo sahihi zaidi kuliko kutumia hii chumvi ya unga ya kupikia au table salt. Na kwa matokeo mazuri zaidi, ni muhimu hili zoezi ukalifanya katika mwanzo wa kitu. Kwa mfano, unaweza ukalifanya tarehe 1 ya mwezi wowote ule. Au unaweza ukalifanya mwanzo wa mwaka, yani Januari, mwezi wa kwanza. Katika siku yoyote ili mradi tu ni mwanzo wa mwaka. Kwa hiyo wewe mwenyewe utaangalia hapo ni kipindi gani unaweza kupata nafasi. Unaweza kuamua kufanya katika mwanzo wa mwezi wowote au mwanzo wa mwaka. Na muda wa kufanya unaweza kufanya muda wowote ule, asubuhi, mchana au jioni. Hatua ya kwanza, utatakiwa kusafisha hili yai lako. Hili yai linasafishwa kwa njia hii hapa. Niangalie kwa makini sana. Utachukua limao lako au ndimu, utaikata kama hivi unavyoweza kuona. Baada ya kulikata hili limao, utakamulia katika haya maji.
Hiki kipande kingine cha limao hakina kazi, tunatakiwa kutumia tu kipande kimoja. Baada ya hapo sasa utatakiwa kuchukua kijiko kimoja cha chumvi ya mawe kama unavyoweza kuona, kisha utaweka katika bakuli hili la maji. Baada ya hapa sasa utatakiwa kukoroga ili huu mchanganyiko uweze kuchanganyika vizuri. Unaweza kuona jinsi ambavyo ninakoroga hapa. Ukishahakikisha sasa imeshachanganyika vizuri, sasa utachukua yai lako utaliosha namna hii. Hapa tunakuwa tunaondosha takataka zote na bakteria wote ambao walikuwa wamezunguka hili yai kwa nje. Ukishahakikisha yai lako limekuwa safi, utaliweka juu ya kipande cha nguo chako cheupe. Haya maji uliyooshea yai lako unaweza kwenda kuyamwaga popote, hayana shida kabisa. Sasa kitu kinachofuata, utatakiwa kutengeneza connection kati ya wewe hapo ulipo na nguvu za ulimwengu. Tunatengeneza vipi? Hapa sasa mshumaa unahusika. Mshumaa ni moja kati ya vitu ambavyo vina uwezo wa kufanya eneo lolote lile liwe takatifu, na lina uwezo wa kutengeneza connection kati yako wewe na nguvu za universe au nguvu za ulimwengu. Kwa hiyo utatakiwa kuwasha mshumaa wako kama hivi. Ukishawasha mshumaa wako, sasa unatakiwa kutengeneza connection. Unatakiwa kutamka maneno haya mara 3. Unaweza kuyatamka kimoyomoyo au unaweza kuyatamka kwa sauti. Tamka hivi: ninakaribisha nguvu za ulimwengu mahali hapa. Ninakaribisha nguvu za ulimwengu mahali hapa. Ninakaribisha nguvu za ulimwengu mahali hapa. Na ikawe hivyo kama ambavyo nimetamka. Baada ya kutamka maneno hayo, usishtuke ukiona mabadiliko yoyote yale katika mshumaa. Mshumaa unaweza ukazima. Kama mshumaa ukizima, tambua kwamba kulikuwa na energy mbaya mahali hapo. Sasa nguvu za ulimwengu zilipokuja, umesababisha huo mshumaa kuweza kuzima. Kwa hiyo unachotakiwa ni kuwasha tena. Kitu kingine, unaweza kuona huu mshumaa unayumba yumba. Yaani kama vile kuna upepo hivi unapuliza, lakini wewe ukiangalia hakuna upepo wote. Au unaweza kuona mshumaa unapungua ule mwanga wake bila sababu ya msingi. Sasa ukiona hivyo, hapo ujue kwamba kuna nguvu inayokinzana ambayo inatoka ndani ya mwili wako. Inaweza ikawa ndio hiyo nguvu ya laana, nguvu ya kichawi inakinzana na nguvu za ulimwengu. Kwa hiyo usiogope chochote, wewe endelea na zoezi lako bila woga wowote. Na kitu kingine, unaweza kuona mshumaa unaongezeka moto wake kwa ghafla. Yaani ule moto unazidi kung'aa afu unapanda juu. Hiyo ni dalili nzuri sana. Hiyo ni ishara kwamba nguvu za ulimwengu tayari zimesha take place mahali hapo na hakuna nguvu yoyote ile ambayo inakinzana na nguvu za ulimwengu. Kwa hiyo ukiona ishara zozote hizo ambazo nimezitaja, usiogope wala usiache zoezi lako. Endelea na zoezi lako, kwa sababu ukiacha maana yake hutasolve tatizo. Kinachofuata baada ya hapo sasa ni zoezi la kuondoa nguvu mbaya ambazo zimeuzunguka mwili wako kwa kutumia hili yai hapa unaloliona. Sasa hili yai utatakiwa kulishika kama hivi unavyoweza kuona. Ukishalishika sasa, wewe mwenyewe unaweza kaamua. Unaweza kufanya zoezi hili ukiwa umesimama au ukiwa umelala chali. Utaanza kulizungusha mwilini mwako kuanzia kichwani mpaka miguuni kama hivi, kwa mwendo huu wa kuzunguka. Wakati unalisugua hili yai, unatakiwa utamke maneno ya kuondoa vifungo vyote ambavyo vilikuwa vimeutawala mwili wako. Kwa hakikisha unatamka yote ambayo unahisi yamekufunga. Sema kwamba kuanzia leo mimi sihitaji nguvu mbaya katika mwili wangu. Ninaondosha nguvu zozote zile ambazo zilikuwa zinazuia mafanikio yangu. Ninaondosha nguvu zozote zile ambazo zilikuwa zinauumiza huu mwili wangu. Kama kulikuwa na mtu au watu walikuwa wamekukosea, inawezekana walikusaliti au wamekuumiza kwa namna yoyote ile, watamke kwa majina yao, kisha tangaza msamaha na kuachilia kuanzia sasa. Sema kuanzia sasa huyu fulani ninaachilia msamaha dhidi yake. Kuanzia leo sina kinyongo na yeye. Nataka huu mwili uwe free. Nataka huu mwili uwe huru. Fukuza vifungo vyote na laana zote za ukoo. Ondosha laana zote za uchawi.
Tamka kwa kumaanisha, tamka kwa kukemea na utamke kwa ujasiri. Kwa kadiri ambavyo unatamka, tambua kwamba nguvu za ulimwengu zipo mahali hapo. Zitakusikia na zitafanyia kazi kile ambacho unakitamka. Kwa hiyo papo hapo wakati unatamka, hivyo vitu vinakwenda kuondoka ndani ya mwili wako. Yaani hili sio zoezi la kusema labda baada ya siku 2 ndio matokeo yanatokea. Hapana, ni papo hapo unavyotamka ndivyo ambavyo hizo nguvu zinaondoka ndani ya mwili wako. Na wewe kadiri ambavyo utakuwa unatamka, utakuwa unaona wepesi fulani hivi. Yaani kila ukipitisha yai sehemu fulani unajisikia wepesi. Yaani kuna vitu vinapungua ndani ya mwili wako. Kama utajisikia kulia, maana kuna baadhi ya mambo unakuta mtu unayabebelea sio kwa kupenda, ni kwa sababu yalikuumiza sana na inakuwa ni vigumu kuyasahau. Kwa hiyo kama utajikuta yanakuumiza, yanakuliza, wewe lia, kwa sababu huo ndio muda wa kuachilia. Yaani hiyo fanya kama ndio machozi yako ya mwisho sasa. Lia kadiri unavyoweza. Kwa kadiri ambavyo unalia ndivyo ambavyo unaachilia sasa hiyo sumu iliyopo ndani ya mwili wako. Na naomba nitoe ufafanuzi. Hili zoezi unalifanya ukiwa umevaa nguo zako tu kawaida. Haina haja ya kutoa nguo. Kumbuka kwamba mtu ambaye anatakiwa kufanya zoezi hili ni yule ambaye anaamini katika nguvu za ulimwengu. Ukiamini katika hizi nguvu, basi utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Kwa Waislamu huwa tunasema insha Allah, na kwa Wakristo huwa tunasema katika jina la Yesu hakuna kitu kinachoshindikana. Kama unaamini, andika hapo chini kwenye comment, na vunja laana na vifungo vyote vilivyopo ndani ya mwili wangu. Na kwa jinsi ambavyo unaandika, ndivyo ambavyo unaanza kuupa taarifa ulimwengu uanze kufanya kazi dhidi yako. Ukishamaliza kuzungusha ili yai mwilini mwako, unaweza kuanza kupata hisia ya kuona kama ili yai limeongezeka uzito hivi. Usiogope wala usishtuke, hiyo ni kawaida. Huwa yai likisha nyonya negative energy ndani ya mwili linaongezeka uzito, kwa maana ya kwamba zile negative energy zinakuwa tayari zimeshafyonzwa na yai. Sasa nini kinachofuata? Kinachofuata, unaiona hii glass? Hii glass unatakiwa uvunjie yai lako humu. Sasa unavyovunja hili yai, maana yake ni kwamba ndio unavunja hizi nguvu mbaya ambazo zilikuwa ndani ya mwili wako. Kwa hiyo hapa ndio kama vile tunavyosema unavunja laana, unavunja mikosi yote ambayo ilikuwa inakuzunguka, unavunja vifungo vyote vya kichawi ambavyo vilikuwa vimeufunga mwili wako. Kwa hiyo utachukua yai lako kama hivi, utashikilia, utatumia kijiko kuweza kulipasua. Wakati unapasua sasa, unatakiwa kutamka hayo maneno ya kuvunja. Naelewa? Wakati unapasua unasema, kwa jinsi ambavyo ninapasua hili yai, ndivyo ambavyo ninavunja laana na vifungo vyote ambavyo vilikuwa ndani ya mwili wangu. Halafu unapasua hili yai. Ukisha pasua yai lako, utaiweka glasi yako hapo, kisha utatakiwa kukaa katika mkao wa kufanya meditation au tahajudi. Unaweza kuona hapo vizuri jinsi ya kukaa. Sasa angalia vizuri jinsi ambavyo nimeweka vidole vyangu. Kidole gumba kinatakiwa kigusane na kidole cha kati. Huu ni mkao wa kuachilia. Yaani unavyoweka hivi vidole hivi, maana yake unaachilia mabaya yote ndani ya mwili wako. Na si kuachilia tu, bali pia unajitibu mwili wako kutokana na maumivu yote ambayo uliwahi kupitia. Kisha utatamka maneno haya hapa: kuanzia sasa nipo huru. Mimi ni mshindi. Hakuna kifungo chochote kile kinachoufunga mwili wangu. Mimi ni tajiri hapa duniani. Milango yangu ya baraka ipo wazi kila kona hapa duniani. Kuanzia leo mimi ni mtu mkubwa. Kuanzia leo mimi ni mtu mpya. Nyota yangu inang'ara na inavutia vitu vizuri katika maisha yangu. Mimi ni mshindi. Asante nguvu za ulimwengu, asante nguvu za uumbaji. Unaona hii glasi hii? Vifungo vyako vyote vipo hapa katika hili yai. Kila kitu ambacho kilikuwa kinazuia mafanikio katika maisha yako kipo hapa. Ukishafikia hatua hii, jipongeze kimoyomoyo. Jiambie kimoyomoyo kwamba mimi ni mshindi.
mimi nastahili mambo mazuri kuanzia sasa. Sasa hili yai kama unavyoliona hapa, hautakiwi kulila, kulipika wala kulifanyia kazi yoyote ile. Hizi ni nguvu mbaya ambazo hazitakiwi tena katika maisha yako. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kwenda kutupa chooni. Hakikisha una flush kabisa. Usitupe nje, usitupe kwenye takataka wala usiende kufukia. Likikaa katika mazingira yako yanayokuzunguka, kuna uwezekano mkubwa wa hizi nguvu kuja kukurudia tena. Kwa hiyo hakikisha unakwenda kuflush kabisa chooni. Hapo unakuwa umezika, umeziondosha completely nguvu mbaya. Hazitakuwa na uwezo tena wa kukurudia. Huu mshumaa unaoona hapa, utauacha uendelee kuwaka wenyewe mpaka uishe, usiuzime. Na ukishaisha, mabaki yake unaweza kwenda kuyafukia ardhini popote pale. Inaweza kuwa ni nje ya nyumba yako au sehemu nyingine yoyote ile. Na option nyingine, unaweza kwenda kuyatupa mtoni katika maji ambayo yanatiririka. Na kama mshumaa wako ni ule ambao hauachi mabaki, basi huna haja ya kuhangaika. Mshumaa ukishaisha, basi na kazi imekwisha. Hiki kipande cha limau kilichobaki unaweza kukifanyia matumizi mengine ya kawaida kabisa, na hili ganda la limau lililobaki unaweza kwenda kulitupa tu katika taka. Na hii glasi ambayo ulipasulia yai, ukishaenda kutupa hili yai, hakikisha unaisafisha vizuri na unaweza kuifanyia matumizi mengine ya kawaida bila shida yoyote ile. Ukishamaliza kufanya zoezi hili, utaanza kuona jinsi ambavyo milango ya baraka inaanza kufunguka katika maisha yako. Kama biashara zilikuwa haziendi, sasa zitaanza kwenda. Kama pesa ilikuwa haikai mkononi mwako au haipatikani kabisa, sasa utaanza kuona pesa inakufuata. Yaani unakuwa hutumii nguvu kubwa katika kutafuta pesa. Kila kitu ukigusa kinaitikia. Kama ulikuwa unaandamwa na roho za kukataliwa, sasa zitakuachilia. Kama wewe ni mwanamke ulikuwa unasumbuliwa upate mchumba, uolewi au kila siku unaachwa, mtu anakuja na kutongoza na kuacha au hutongozwi kabisa, sasa utaanza kuona milango ya neema inafunguka katika maisha yako. Hali kadhalika kwa wewe mwanaume ambaye ulikuwa unashindwa kupata mwenza wa maisha yako au kila siku ulikuwa unasalitiwa, sasa utakuja kumpata soulmate wa maisha yako. Kumbuka kwamba huu sio uchawi wala sio ushirikina, ni kuamini katika nguvu za asili za ulimwengu ambazo zimewekwa na aliyeiumba hii dunia ambaye ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo unayo hiari ya kuzitumia ama kuto kuzitumia, na yeyote yule ambaye ataamua kuzitumia atapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Tafadhali sana share video hii na wale wote uwapendao ili na wao waweze kujifunza. Hakikisha tu una subscribe channel hii ili masomo yanayofuata yasiweze kukupita. Asante sana na ninakutakia mafanikio, wewe ni mshindi.